Kwa jina naitwa Mwalimu Yatabu. Ni mshauri wa masuala mbalimbali ya kijamii. Leo ninakwenda kwenye mada yetu nzuri zaidi. Dalili 10 ambazo zinaweza kukuonesha kwamba aidha uko kwenye mahusiano sahihi ama hauko kwenye mahusiano sahihi. Watu wengi wamekuwa wakiingia kwenye mahusiano kwa namna mbalimbali. Kuna mahusiano yenye afya, lakini kuna mahusiano yasiyo na afya. Kuna mahusiano yenye migogoro na misukosuko kila kukicha. Wengi wamekuwa wakijiuliza ni kipi ambacho anaweza kufanya kikamueleza kwamba niko kwenye mahusiano sahihi au sipo kwenye mahusiano sahihi. Nikianza moja, uwe huru kufanya yale unayotamani kuyafanya bila kuigiza. Dalili ya kwanza ambayo inaweza kukusaidia wewe kutofautisha kwamba niko kwenye mahusiano sahihi au nipo kwenye mahusiano yenye migogoro ni moja, kutokuvaa sura ya bandia. Kwa nini nasema kutokuvaa sura ya bandia? Kama uko kwenye mahusiano ambayo wewe mwenyewe unaweza kufanya vile unavyotamani kuvifanya bila kuogopa kumpoteza uliye naye, bila kuogopa kusemwa, bila kuogopa kutukanwa, bila kuogopa kukimbiwa na yule uliye naye, basi jua hiyo ni dalili ya kwanza kwamba uko kwenye mahusiano sahihi, kwamba unafanya vile jinsi wewe ulivyo na hauigizi. Kama sio mtu wa kupiga simu, haupigi simu. Kama sio mtu wa kuigiza na kupenda, hauigizi na kupenda. Kama sio mtu ambaye unajali kuhusu baadhi ya vitu vidogo vidogo, unakaa katika uhalisia wako halisia, uko kwenye mahusiano ambao unajisikia huru kukaa katika uhalisia wako, basi jua hayo ni mahusiano sahihi, au dalili ya kwanza kwamba uko kwenye mahusiano sahihi. Kitu cha pili ni kuwa na heshima pande zote. Kama uko kwenye mahusiano na wote mnaona kabisa kwamba unamheshimu mwenza wako na mwenza wako anakuheshimu wewe, kwa kifupi mnaheshimiana, mna mipaka katika maamuzi na una uhuru katika maamuzi, kwamba kila mmoja anamheshimu mwingine bila kuvunja nidhamu yake, basi ni wazi kwamba wewe uko kwenye mahusiano sahihi. Hiyo ni dalili ya pili kwamba hapa ni mahusiano sahihi. Na kitu cha tatu ni mawasiliano yenu ya kuwa wazi. Mawasiliano, mnawasiliana vipi na mwenza wako? Je, kila mmoja ana uhuru wa kuwasiliana na mwenza wake wakati anapokuwa anahitaji kuwasiliana naye? Je, una uhuru wa kusema hapana na asijisikie vibaya? Una uhuru wa kusema hili jambo sio zuri naye akakuelewa na akaweza kulirekebisha kama linafaa? Ukiona namna mnavyowasiliana na mwenza wako, basi hiyo namna inatosha kukuelezea kwamba wewe haya ulionayo ni mahusiano sahihi au sio mahusiano sahihi. Kitu cha 4, je, mnaaminiana? Uaminifu ni mtaji. Ukiona una mashaka na mwenza wako au mwenza wako ana mashaka na wewe, hizi ni dalili kwamba hamuaminiani. Na kama hamuaminiani, basi mahusiano haya yanakuwa sio sahihi. Kwa sababu kwenye mahusiano kitu pekee kinachoweza kutubeba na kinachoweza kubeba mahusiano ni uaminifu. Kwa hiyo ukiona mnaaminiana, hakuna kupelelezana sana, hakuna wasiwasi wa kumpoteza mwenza wako, una uhakika juu ya kile anachokifanya, basi jua uko kwenye mahusiano sahihi. Namba 5, kusaidiana kukua au kusaidizana kiuchumi, kimawazo na kihisia. Mwenza ni msaada wako, mwenza ni kipenzi chako, mwenza ni dira yako, kwa sababu mwenza wako anaweza kuamua mafanikio yako au kushindwa kwako. Ukiona mwenza wako ni watu mnaosaidizana kwenye changamoto mbalimbali, ni watu mnaosaidizana kwenye harakati za maisha, pengine wazo zuri la kiuchumi, namna gani ya kutatua mambo, basi jua kabisa uko kwenye mahusiano sahihi. Kitu kingine, changamoto hazivunji uhusiano wenu. Yaani mkiingia kwenye mahusiano ukaona uko kwenye mahusiano na mtu, lakini changamoto sizo zinazovunja mahusiano yenu, kwamba kwa sababu pengine tuna changamoto fulani tunaweza kuachana, uko kwenye mahusiano sahihi. Nikiwa ninamaanisha, unapotokea tatizo mnaweza kukaa chini na kutafuta suluhisho na sio kuachana. Linapotokea tatizo unakuwa wazi kusema hili ni tatizo na kila mmoja analikubali ni tatizo na kulitafutia suluhisho, basi jua uko kwenye mahusiano sahihi. Na unapoona tatizo au mwenza wako anapoona tatizo na ukawa tayari kulipokea na kutambua hili ni tatizo bila kutaka kulilinda. Unajua kuna mtu uko naye kwenye mahusiano anakosea na hayuko tayari kukubali kwamba amekosea. Kila kosa sio la kwake, ni la kwako. Kila kosa lina sababu. Haya ni changamoto. Lakini mahusiano ambayo changamoto haziwezi kuwavunja, changamoto hazifanyi muachane, jua kabisa kwamba uko kwenye mahusiano sahihi. Kitu cha 7, kujisikia salama kihisia. Nikiwa nina maana unakuwa huru kihisia. Yaani unaweza kujisikia kuwa na amani ndani yako pindi unapokuwa na mwenza wako.
unaweza kujisikia kuwa na amani ndani mwako, kuelezea jinsi unavyojihisi kwa mwenza wako. Pengine kama una hasira, kuna mtu mwingine amekukwaza nje na yeye, unakuwa huru kujielezea kwake. Unakuwa huru kutaka yeye akusikiliza, wewe umsikilize yeye anakuambia nini. Ukiona unapata usalama wa kihisia kwenye mahusiano, ni wazi kwamba uko kwenye mahusiano sahihi. Kitu kingine ni kuwa na furaha hata kwenye mambo ambayo wakati mwingine unaona ni mambo madogo. Namna unavyoamua, namna unavyofikiria, namna mnavyofanya mambo, na unajisikia kuwa na huru na salama kwenye maamuzi yenu. Kujisikia kuwa huru na salama kwa mtu uliye naye, basi jua fika kwamba uko kwenye mahusiano sahihi na mtu uliye naye ni mtu sahihi kwa wakati huo. Jambo lingine ni kusamehe na kujifunza. Mwenza wako au wewe mwenyewe, kama uko tayari kusamehe na kujifunza kwamba nimekosewa, ni sehemu ya maisha, hili naweza kulitumia kama shule, nikajifunza, nikasamehe na nikasogea mbele, basi jua uko kwenye mahusiano sahihi. Kwa sababu mahusiano yanakuwa kwa kutambua na kujifunza na kuendelea. Hakuna ambaye anatoka moja kwa moja anajua kila kitu, isipokuwa kadri unavyokuwa unaendelea kwenye mahusiano ndipo unajua na vitu vingine vingi kila wakati. Kitu kingine cha msingi sana kwenye mahusiano, tunasema mustakabali wenu wa pamoja ni upi? Kitu cha 10, mustakabali wenu wa pamoja ni upi? Hivi mna maono ya pamoja? Mnaweza kuwa na miaka 5 ijayo mnafikiria mtafanya kitu gani? Mna maono kwamba mahusiano yetu mnataka myafikishe wapi? Sio tu nakupenda, tumelala, tumeamka, nakupenda, tunakutana, tunatoka out. Ni nini malengo yenu ya maisha yanayosogea mbele? Maisha yanayokuja mbele. Yaani ni lazima muwe na maono. Ukiona mnaweza kukaa chini mkawa na maono ya pamoja, tunasema siku zote watu wenye malengo ya pamoja, ndege wanaofanana ndio wanaoruka. Sasa kama mnaona kabisa mnapata nafasi ya kukaa mkapanga malengo ya pamoja, mkashare ideas, mkazifanyia kazi na zikaleta matokeo, basi jua uko kwenye mahusiano sahihi. Mahusiano sio tu kukutana chumbani, mahusiano sio tu kutumiana zawadi. Kwa sasa dunia imebadilika, hatuishi kwenye mahusiano hayo. Isipokuwa watu ambao tuna malengo ya pamoja, watu ambao mna focus kwa pamoja, watu ambao mnafanya vitu vinavyoenda kwa pamoja. Hiyo mna kitu cha muhimu. Hitimisho, nipende kusema kwamba mahusiano sahihi hayaaminishwi au yasimamiwi kwa sababu kuna migogoro. Mahusiano sahihi yanajifunza namna ya kutatua migogoro. Mahusiano sahihi sio ni mara ngapi utatuma message na kupenda, ila ni mara ngapi unaweza kuelezea kwa vitendo una upendo wa kweli. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya dalili ambazo zinaweza kukusaidia ukatambua kwamba aidha uko kwenye mahusiano sahihi ama hauko kwenye mahusiano sahihi. Asante.